Benki Kuu ya Tanzania BOT imefanikiwa kununua tani 9 za dhahabu zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 2 za Kitanzania kutoka kwa wachimbaji wadogo na wakubwa nchini kuanzia mwezi Novemba mwaka 2024 hadi mwezi Agosti mwaka 2025. Ununuzi huo unafanyika kwa bei yenye ushindani na inayozingatia viwango vya kimataifa, hatua inayolenga kuongeza mapato ya serikali na kuimarisha akiba ya dhahabu nchini. Kwa mujibu wa kifungu cha 59 cha sheria ya madini sura ya 123, wauzaji wa dhahabu wanatakiwa kupeleka angalau 20% ya dhahabu kwa Benki Kuu. BOT imeweka motisha mbalimbali ili kuhakikisha wauzaji wananufaika kupitia mfumo huo. Afisa kutoka idara ya masoko ya fedha BOT Bi Rehema Kasim amesema wauzaji watanufaika kwa kulipa mrabaha wa 4% pekee badala ya 6, huku ada ya ukaguzi ikipunguzwa kutoka 1% hadi 0% na kodi ya ongezeko la thamani VAT pia ikiwa 0%. Chini ya mpango huu, wachimbaji wamepata motisha ya kupunguziwa malipo, ambapo mwanzoni walikuwa wanalipa 6% ya mrabaha, lakini sasa hivi wanalipa 4%, na walikuwa wanalipa ada ya ukaguzi ilikuwa 1%, kwa sasa ni 0%. Na chini ya mpango huu imeambatanishwa na kifungu cha sheria cha madini section 59, ambapo imeelekeza kila mwenye leseni ya uchimbaji na kila mfanyabiashara mkubwa wa kuuza dhahabu anatakiwa tenge at least 20% ya mzigo wake kutuzia serikali. Yule mchimbaji akiwa tayari na mzigo wake anatakiwa aende kwenye kampuni za uchenjuaji, ambapo kwa sasa Benki Kuu imeingia mkataba na kampuni 3 za uchenjuaji. Moja ni Geita Gold Refinery, ipo hapa Geita, nyingine ni Mwanza Precious Refinery, iko Mwanza, na nyingine inaitwa Eyes of Africa, ipo Dodoma. Akishaupeleka pale, ile kampuni ya uchenjuaji watapokea mzigo, wakiupokea wataupima na watauchoma. Baada hapo watatoa report inayoitwa fire sale report, ambayo inaonyesha asilimia na inaonyesha uzito wa mzigo wake. Wakishatoa hiyo ripoti, ile kampuni ya uchenjuaji itatuma ile ripoti kwa Benki Kuu moja kwa moja, na sisi Benki Kuu ndo hapo sasa tutakapoanza kutoa malipo. Na sisi kama Benki Kuu tumejiandaa kuwalipa 100% ya mzigo wao, na tunalipa ndani ya masaa 24. Na bei inayotumika ni ile bei ya kimataifa ambayo inakuwa inatolewa na Tume ya Madini kila siku na inabadilika kila siku. Toka kuanza kwa mpango huu mwaka jana mpaka sasa, benki imeweza kununua kiasi cha tani 9 ambayo ina thamani ya bilioni 1 kwa pesa ya Kimarekani, kwa dola sawa sawa na trilioni 2.5 ya Kitanzania, na huku tukiendelea kununua kila siku. Lengo kubwa ya kununua hii dhahabu ni kuongeza akiba ya nchi. Meneja msaidizi idara ya mawasiliano wa BOT Bi Noves Moses amesema mpango huo uliozinduliwa Oktoba mosi mwaka 2024 umelenga kutoa uhakika wa soko, kuongeza ufanisi wa biashara ya dhahabu na kuchochea ukuaji wa uchumi. Zoezi hili linaenda vizuri sana, na tunaamini kutokana na mwitikio ambao upo kwa wachimbaji kutuletea sisi dhahabu kwa ajili ya kununua, tunaamini kwamba tutaendelea kukuza akiba hiyo na ikazidi hata matarajio ambayo tulikoko nayo. Lakini tunatumia pia fursa hii kuendelea kuwahamasisha wachimbaji popote pale walipo watuletee dhahabu yao ili tuweze kununua. Inakuwa kama ni sehemu na wenyewe ya uzalendo ya kuendelea kuisupport nchi yao. Hata hivyo, wakili wa serikali mkuu wa BOT Bwana Stanford Mbengane amewatahadharisha wananchi kujihusisha na utakasishaji wa fedha haramu, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kusababisha adhabu kali ikiwemo kifungo gerezani, huku akiwatoa hofu kwamba kumiliki fedha nyingi sio kosa, ila ni lazima watu wawe na utaratibu wa kwenda katika benki kwa ajili ya kutoa taarifa za ni sehemu gani ambako wanazipata fedha ili kuweza kuendana na sheria, taratibu na kanuni za umiliki wa fedha nchini. Kila mteja wa benki anapaswa kutambulika tabia zake za kifedha, kwamba ana pato lake linatoka kwenye vyanzo gani na kadirio la pato lake la mwezi ni kiasi gani. Kwa katika kudhibiti kwamba hakuna fedha haramu zinazoingia katika mifumo ya kibenki, tumeanzisha mfumo unaoitwa transaction screening, kwamba benki inabidi kila mteja wake anavyoweka benki
fedha benki ajue zinatoka wapi na zinaenda wapi. Iwapo zinaenda kwa watu hatarishi kwa utakasishaji, basi miamala ile inabidi iripotiwe. Vile vile benki wapo itaonekana mteja ameweka pesa nyingi kwa wakati mmoja tofauti na tabia zake za kifedha, inabidi iweze kutoa taarifa katika taasisi inaitwa Financial Intelligence Unit, ambao wao ndio wanakusanya data zote za utakasishaji fedha haramu. Na sisi kama Benki Kuu mara kwa mara tunaenda kuyakagua yale mabenki. Tunaomba mandate file zao, tunaomba taarifa za wateja ili kuona kwamba je, hakuna viashiria vya utakasishaji fedha haramu. Na kwa bahati nzuri kwa miaka 2 iliyopita tumetoa elimu kubwa kwa mabenki na watu wa huduma wa fedha za mikononi kama Tigo Pesa, M-Pesa, ili nao kuhakikisha kwamba wanahakikisha wanawajua vema wateja wao na tabia zao za kifedha. Iwapo itatokea kwamba kuna mteja ameonyesha viashiria vya utakasishaji fedha haramu, basi aweze kuripotiwa. Lakini tunaomba kuwaondoa hofu wananchi kuwa na fedha nyingi, hata kupata pesa nyingi kwa wakati mmoja sio kosa. Kuwa huru kwenda benki na kuwaeleza chanzo cha hizo fedha, na hakuna mtu atakaye kuona umetenda jinai. Kwa mfano hapa Geita tumepata maswali mengi kwamba wengi hapa ni wachimbaji. Anaweza akawa hana miamala kwa muda hata wa miaka 3, lakini siku moja tu akapata dhahabu nyingi na ukaona amelipwa hata milioni 400-500. Kwa sababu hii pesa inauzwa kwenye masoko ya ndani ambayo masoko rasmi yaliyoanzishwa na serikali. Kwa kunakuwa na utaratibu wa kutoa stakabadhi, na zile taarifa ukizipeleka benki hakuna mtu atakaye kuzuilia wala kukuona kwamba una makosa yanayohusiana na utakasishaji fedha haramu. Kwa wananchi waendelee kupata elimu hii, wajue kwamba kwa wakati wowote watapata huduma benki maadamu fedha zao zinatoka kwenye chanzo halali. Labda swali langu ni kwamba usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.